Karibu sana katika taarifa zetu siku ya Oktoba 4 ya mwaka 2025, na mdao utasikia taarifa kutoka huko nchini Urusi, ambapo Urusi imetangaza tishio kubwa au tishio jipya kwa nchi za ulimwengu wa Magharibi, hasa kwa kuipatia Ukraine msaada wa kijeshi. Naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi Bwana Dmitry Medvedev ameambia dunia kuwa kadri mashirika ya Magharibi yanavyowekeza pesa nyingi kusaidia Ukraine, ndivyo matokeo yatakavyokuwa mabaya zaidi kwa utawala wa Kyiv, na hatimaye ndivyo Urusi itakavyochukua maeneo mengi zaidi nchini humo. Katika ujumbe wake kwenye jukwaa la kijamii la Telegram, Medvedev aliwashambulia wakuu wa Ukraine akiwaita wachekeshaji wa Kyiv, wenye kiu ya damu, na kusema ya kuwa mabilioni ya dola ya fedha za ufadhili wa Magharibi wameyapoteza miaka michache iliyopita bila mafanikio ya dhati. Medvedev ambaye kwa sasa anahudumu kama naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi aliandika maneno haya kwenye jukwaa la kijamii la Telegram, ambako amekazia kuwa kadri ulimwengu wa Magharibi unavyotumia pesa nyingi kuwaunga mkono nchi ya Ukraine, ndivyo matokeo yatakavyokuwa mabaya zaidi kwa utawala wa wachekeshaji wa Kyiv wenye kiu ya damu, na hatimaye ardhi nyingi zaidi zitarudi Urusi. Pia amehoji ufahamu wa wakuu wa Ukraine kuhusu fedha hizo za ufadhili wa matumizi yake, akisema kuwa zimelimbikizwa na matokeo ya maana. Kauli hii imetolewa kwa wakati ambapo Urusi na Ukraine zinaendelea na mzozo wake wa kijeshi unaoathiri ukanda wa Ulaya Mashariki, na ambapo msaada wa kijeshi na kifedha kutoka nchi za Magharibi kwa Ukraine unaendelea kuwa jambo muhimu. Taarifa hii imetolewa Novemba 3 mwaka huu kuhusu hicho ambacho pia amekizungumza rais wa zamani wa Urusi Bwana Dmitry Medvedev. Sababu kuu ya kauli hii, Medvedev ametoa utabiri na mtazamo kwamba msaada wa kijeshi wa Magharibi kwa Ukraine hautasaidia Ukraine kujiokoa zaidi, bali utachochea hasara yake na kuongeza nafasi ya Urusi kuchukua maeneo zaidi nchini humo. Kauli hii ina vipengele kadhaa muhimu vya kuzingatia. Kwanza kabisa, inaelezea dhana ya Urusi kuwa msaada wa Magharibi kwa Ukraine sio tu kuimarisha utawala wa Kyiv, bali pia kuongeza hatari ya kupoteza ardhi kwa Ukraine. Pia inaweka wazi mtazamo wa Urusi ya kwamba utawala wa Kyiv hauendani kabisa na maslahi ya Moscow, na kwamba maelfu ya shilingi za Marekani au euro zilizotolewa kwa Ukraine zitakuwa zisizo na tija yoyote kwa nchi hiyo. Pia inaongeza vuta ni kuvute ya serikali za Magharibi katika waraka wa kijeshi, kiusalama na kifedha, kwamba huenda walishindwa kutambua jinsi Urusi inaona hali yake ya kimkakati. Urusi inadai ya kwamba utawala wa Ukraine unasaidiwa na Magharibi na kwamba pesa hizo zinachochea vita. Urusi bado pia inachukua nafasi ya mpiga shaka, ama ikionyesha shaka kubwa kwa msaada wa Magharibi kwa nchi hiyo. Ukraine inapokea msaada mkubwa wa kifedha na kijeshi kutoka nchi za Magharibi. Kwa mujibu wa Moscow, pia msaada huo hautafaa kama inavyodhaniwa. Nchi za Magharibi zinachangia ufadhili mkubwa kwa Ukraine. Kwa mujibu wa Medvedev, mchango huo umezingatiwa vizuri kwamba utafaulu na ingekuwa umezidi. Wakati huo huo, pia Moscow inautii kama kuchangia madhara ya baadaye. Medvedev anathibitisha kuwa hatimaye ardhi nyingi zaidi zitarudi Urusi, hapo akimaanisha kuwa maeneo ya Ukraine yatapotezwa na kurejeshwa chini ya ushawishi wa Urusi. Na kauli hii pia ni sehemu ya mtazamo mpana zaidi wa Urusi ya kwamba ukikwepa waraka wa nyuma, Ukraine ni sehemu ya au lazima iwe sehemu ya Urusi kubwa. Maneno haya ya Medvedev ni kauli ya kisiasa yenye lengo la kuathiri maoni ya umma, sio lazima ya kisayansi au matokeo yaliyothibitishwa. Kimsingi, mada ya ardhi zaidi kuwa chini ya Urusi iko ndani ya hoja ya Urusi ya kwamba sehemu za Ukraine ni sehemu ya asili ya Urusi. Hoja kama hizi pia zimepandwa na vikwazo vya kimataifa, nafasi ya utawala wa Kyiv na msaada wa Magharibi. Kwa upande mwingine, nchi za Magharibi zinagundua kuwa msaada wao kwa Ukraine unalenga kuimarisha usalama wa Ulaya, kulinda kanuni za kimataifa na kuzuia uvamizi wa kitaifa. Matokeo ya vita na mabadiliko ya ardhi yatategemea mambo mengi: hali ya kimkakati, uwezo wa kijeshi, msaada wa kifedha, makubaliano ya kisiasa, pamoja na mazungumzo ya amani kwa nchi hizo. Kwa kukazia pia zaidi, Medvedev anaelezea mtazamo wa Urusi kwamba msaada wa kifedha wa Magharibi kwa Ukraine
sio tu mchangiaji bali pia kitisho kwa Kiev, na kwamba kadri pesa nyingi zinapimwa ndivyo hasara ya Ukraine itakavyokuwa kubwa, ikiwemo kupoteza sehemu ya ardhi ya nchi hiyo. Akipigia msumali kauli ya Moscow ya kwamba usaidizi wa Magharibi unapojaa, nafasi ya Ukraine kupigana na kujiamini inapungua pia, na urushaji wa ardhi kurudi Urusi unazidi kuwa karibu zaidi kwa nchi hiyo. Pia kufuatia kauli ya rais wa zamani wa Urusi Bwana Dmitry Medvedev, pia ripoti nyingine muda huu ambao nakupatia ni kuhusu idadi kubwa waandishi wa habari ambao wamepoteza maisha kutoka vitani ama kutokana na vita Urusi na Ukraine tangu kuanza Februari 24 ya mwaka 2022, ambapo waandishi wa habari takriban 116 wamepoteza maisha katika vita ya Urusi na Ukraine. Tangu Urusi ilipoanzisha mashambulizi au operesheni zake za kijeshi huko nchini Ukraine mnamo Februari 24, 2022, waandishi wa habari 116 wamepoteza maisha na wengine 26 bado wako katika kifungo. Wizara ya utamaduni ya Ukraine imesema mnamo Novemba 3, ikiadhimisha siku ya kukomesha kutokujali kwa uhalifu dhidi ya waandishi wa habari. Tangu mwanzo wa vita nchini Ukraine, vikosi vya Urusi pia vimewaua au kuwakamata waandishi wa habari na kukiuka sheria za kimataifa ya kibinadamu na mkataba wa Geneva kuhusu ulinzi wa raia wakati wa vita. Jumla ya waandishi wa habari 116 waliouawa pia ni pamoja na wale waliojiunga na jeshi baada ya uvamizi kuanza, ambapo waandishi wa habari 18 wamefariki walipokuwa wakitekeleza majukumu yao ya kitaaluma, kulingana na Wizara ya Utamaduni imesema hivyo. Kamati ya kitaifa ya ushirikiano na UNESCO ya Ukraine imelaani kukamatwa kinyume cha sheria kwa waandishi hao, mateso na mauaji ya waandishi wa habari, pamoja na kampeni za kupotosha, unyanyasaji na vurugu za kijinsia katika anga za mtandao kama vile unyanyasaji mtandaoni na uvunjaji wa data unaolenga waandishi wa habari kutoka nchini Ukraine. Kamati hiyo ilihimiza jumuiya ya kimataifa kuzingatia uhalifu wa kimfumo wa Urusi dhidi ya wafanyakazi wa vyombo vya habari wa Ukraine. Ukraine imetoa wito wa kukomeshwa kwa mateso waandishi wa habari, kuachiliwa kwa wafanyakazi wote wa vyombo vya habari waliofungwa na kuundwa kwa uratibu wa kimataifa wa kuwajibisha wahalifu, huku ikilani majaribio ya kuhalalisha propaganda za serikali kama waandishi wa habari. Shambulio la hivi karibuni pia la ndege ambazo zina rubani za Urusi zilisababisha kuwa mwandishi wa habari wa Freedom TV Olena Hiramova na mpiga picha Yevhen Kamazin Oktoba 23 mwaka huu katika jiji la Kramatorsk huko mkoani Donetsk nchini Ukraine. Urusi ilikuwa imetenda uhalifu takribani 848 dhidi ya waandishi wa habari na vyombo vya habari nchini Ukraine katika kipindi cha miaka 3.5 ya uvamizi kamili. Taasisi ya habari za maarufu zimeripoti hivyo Oktoba 7